Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa amewahimiza vijana kutumia fursa mbalimbali za ajira ipasavyo zinazotolewa na sekta binafsi, akieleza kuwa serikali imeendelea kuboresha maslahi na mazingira ya kazi katika sekta hiyo ili kuwavutia vijana wengi zaidi kujiunga na shughuli za uzalishaji na kujitegemea kiuchumi. Akitoa wito huo, Mheshimiwa Kitwana wakati akiendelea na ziara yake ya jimbo kwa jimbo katika jimbo la Mahonda yenye lengo la kusikiliza changamoto za wananchi na kufuatilia utekelezaji wa masuala mbalimbali ya maendeleo. Hizi zote ni njia tatu ambazo vijana wetu wanapaswa kuchangamkia fursa za ajira. Ombi langu kwenu, mnapopata fursa kwenye private, zamani wazee wetu hawa walikuwa wana hofu kufanya kazi kwenye sekta binafsi kwa hoja kwamba hakuna hatima. Leo serikali yenu imeshatengeneza utaratibu mzuri kwamba hata kijana akiajiriwa kwenye sekta binafsi, mkataba yake itaonyesha atakuwa na haki kama vile anafanya kazi serikalini. Moja, suala la kuwekewa kiinua mgongo chake, lakini kwenda kuweka ZSSF kama vile ambavyo serikalini atakuwa anafanya kazi, anakula keki ya serikali, ndivyo sawa na yule ambaye atafanya kazi kwenye sekta binafsi. Nataka niwatoe hofu, serikali yenu hii ya awamu ya 8 imejipanga vizuri sana kuhakikisha vijana na kina mama wanapata fursa katika kujiendesha kiuchumi. Akijibu swala kwa njia ya simu, Naibu Waziri Wizara ya Maji, Nishati na Madini, Mheshimiwa Seif Kombo Pandu amesema serikali inaendelea kutekeleza mipango na kuboresha huduma ya maji katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kaskazini Unguja. Amesema kazi hiyo ipo katika hatua nzuri za utekelezaji na kuahidi kufanya ziara maalum katika maeneo yenye changamoto zilizobaki ili kuhakikisha huduma ya maji inakamilika na wananchi wanapata huduma hiyo kwa uhakika. Swala lenu limo kunako mpango wa fedha ambaye anayetoa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kuna fedha inaitwa direct kuingia wizarani ambayo ni Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa ajili ya kutatua changamoto moja kwa moja, na changamoto hizo zinakuwa hazitengezwi au haziondolewi kwa kupitia pesa ya wawekezaji ambao tuko nao nchini. Kwa hiyo niwatoe wasiwasi, tumemaliza kupitisha budget na kunako bajeti yetu tayari zipo pesa ambazo Mheshimiwa Rais ametuahidi kutuwekea kwa ajili ya kumalizia changamoto. Asante. Na kwa hili kwa vile Mheshimiwa waziri wangu hapo, Mheshimiwa Idrisa Kitwana, waziri wetu mahiri, amekuwa akifanya ziara katika maeneo huko ya kaskazini na maeneo mengine, tayari tumegundua changamoto kadhaa. Mimi nimeahidi kwa eneo la kaskazini nitakuja kufanya ziara tena, na bahati nzuri Mheshimiwa Waziri, hilo ndio eneo ambalo tumefanya ziara sana na Mheshimiwa Mwakilishi. Nimezunguka kwa mguu eneo zima hilo, jimbo zima. Mpaka Kiwengwa tulifika kule kuhakikisha kwamba tunaondoa changamoto za maji. Kwa hiyo nawaahidi kwamba nitakuja kumalizia pale ambapo pamebakia. Tunataka tuache alama, na Mheshimiwa Rais hilo ndio agizo lake kwamba lazima tuache alama, lazima tuwape wananchi maji safi na salama. Tumpigie makofi mengi Dr. Hussein Mwinyi basi. Naomba nitakapofika nije kwa ajili ya kuhakikisha kwamba namalizia pale ambapo tumefikia. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri ambayo moja kwa moja umeshajibu Baraza la Wawakilishi hilo swali hapo. Kwa hiyo nikupongeze na wananchi wanakusikia. Nafikiri wananchi mmemsikia Naibu Waziri wa Maji na mmemsikia kauli zake namna ya Dr. Hussein Ali Mwinyi anavyoingiza fedha kwa ajili ya kutatua maji. Tumpigie makofi basi rais wetu.